Kwenye maisha ya kila siku, fedha ni rasilimali ya muhimu ambayo huwa inamwezesha mtu kutimiza mahitaji yake, kufikia malengo yake na kujenga maisha yenye utulivu. Kuwa na fedha peke yake haitoshi kama mtu atakuwa hana mkakati mzuri wa kuzitumia hizo fedha. Watu wengi huwa wanapata changamoto za kifedha kwa sababu hawana utaratibu mzuri wa kupanga na kusimamia matumizi yao ya kifedha. Na hapa ndipo umuhimu wa bajeti unapoonekana. Bajeti ni mpango wa kifedha unaoonyesha jinsi mtu anavyopata na kutumia fedha zake kwa siku, wiki, mwezi au mwaka. Bajeti huwa inamsaidia mtu kujua pesa zinatoka wapi, zinatumika wapi, zinaenda wapi na namna ya kuweka akiba au kuwekeza kwa ajili ya maisha yake ya baadaye. Mtu mwenye bajeti huwa ana uwezo mkubwa wa kudhibiti matumizi yake kuliko mtu anayetumia fedha bila kuwa na mpangilio. Kuandaa bajeti sio jambo ambalo linapaswa kufanywa na matajiri tu peke yake. Kuandaa bajeti ni jambo la muhimu na jukumu la kila mtu. Hatua ya kwanza, andika mapato yako. Mapato ni fedha zote zinazoingia kutoka kwenye vyanzo mbalimbali vya mapato. Inaweza kuwa ni mshahara, biashara, kilimo, uwekezaji pamoja na vyanzo vingine mbalimbali vya mapato. Huwezi kupanga matumizi yako vizuri kama hujui unaingiza kiasi gani cha fedha. Kuandika mapato huwa kunamsaidia mtu kuwa na picha halisi ya uwezo wake wa kifedha. Kwa mfanyabiashara anayepokea kwa siku, wiki au mwezi, anatakiwa kujua kiasi cha kipato anachokipata kabla ya kupanga matumizi yake binafsi. Na mfanyabiashara anatakiwa kufahamu wastani wa faida anayoipata baada ya kutoa gharama zote zilizotumika kwenye biashara. Kujua mapato halisi huwa kunazuia mtu kupanga matumizi makubwa kuliko uwezo wake wa kifedha. Na hatua hii huwa inamsaidia mtu kujua kama anahitaji kuongeza zaidi vyanzo vya mapato kulingana na malengo yake binafsi. Kama mapato yake hayatoshi kufikia malengo yake, anaweza kutafuta njia nyingine ya kipato kwa kufanya biashara, kununua asset inayomzalishia pesa au kuwekeza. Kuandika mapato ni msingi wa bajeti kwa sababu ni ramani itakayokuonyesha uhalisia wa hali yako ya kifedha. Hatua ya pili, andika matumizi yako. Baada ya kujua mapato yako, hatua inayofuata ni kuandika matumizi yote unayotaka kuyafanya. Matumizi ni fedha ambazo utazitumia kwa ajili ya kulipia mahitaji mbalimbali. Watu wengi wanapoteza mwelekeo wa kifedha kwa sababu hawajui pesa zao zinatumika kwenye maeneo gani. Kuandika matumizi huwa kunamsaidia mtu kutofautisha kati ya mahitaji yenye umuhimu na vitu visivyokuwa na ulazima. Na mtu anaweza kugundua anatumia fedha nyingi kwenye starehe na matumizi yasiyokuwa na ulazima ambayo yanamaliza sehemu kubwa ya kipato chake. Kupitia bajeti, anaweza kupunguza matumizi hayo na kuwekeza fedha zake kwenye mambo yenye faida. Lakini pia kufuatilia matumizi ya kifedha kunajenga nidhamu ya fedha kwa sababu mtu anapoandika kila matumizi anayoyafanya, anakuwa makini kabla ya kutumia pesa yake. Na hii tabia huwa inasaidia kuepuka madeni yasiyokuwa na ulazima na kujenga nidhamu ya kuweka akiba na kuwekeza. Hatua ya tatu, andika malengo yako. Hatua ya tatu kwenye kuandaa bajeti ni kuweka na kuandika malengo yako ya kifedha. Malengo yanaonyesha kitu unachotaka kukifikia kwa kutumia fedha zako. Malengo yanaweza kuwa ni malengo ya muda mfupi au muda mrefu. Bajeti isiyokuwa na malengo huwa haina mwelekeo kwa sababu mtu anaweza kutumia fedha bila kujua anajenga kitu gani kwa ajili ya maisha yake. Malengo yanampa mtu sababu ya kudhibiti matumizi. Kwa mfano, mtu mwenye malengo ya kuanzisha biashara ndani ya mwaka mmoja, lazima atakuwa makini zaidi kwenye matumizi yake ya kifedha kwa sababu anakuwa anajua kila pesa anayoiweka kama akiba inamsogeza karibu na ndoto yake. Hatua ya nne, gawa pesa kwenye makundi kwa kufuata kanuni ya 50-20-30. Kanuni ya 50-20-30 ni njia ya kugawa kipato chako ili kuhakikisha fedha zinatumika kwa uwiano mzuri. Kwa kutumia hii kanuni ya 50% ya kipato chako, unaweza kuweka kwenye mahitaji ya muhimu na 20% ukaiweka kwenye akiba pamoja na uwekezaji, na 30% inayobaki utaitumia kwenye mahitaji yako binafsi. Hatua ya tano, weka vipaumbele. Hatua ya mwisho kwenye kuandaa bajeti ni kuweka vipaumbele kwenye matumizi yako. Mtu mwenye mafanikio ya kifedha huwa anajifunza kutofautisha kati ya kitu anachokihitaji na kitu anachokitaka. Kuweka vipaumbele ni kutumia fedha kwanza kwenye mambo yenye umuhimu mkubwa kabla ya kutumia hizo fedha kwenye mambo ya ziada ambayo hayana umuhimu wowote. Vipaumbele huwa vinabadilika kulingana na hali ya maisha na malengo ya mtu binafsi. Mtu anayejenga nyumba anaweza kuweka ujenzi kuwa ni kipaumbele kikubwa, na
na mfanyabiashara anaweza kuweka kipaumbele chake kwenye kuongeza mtaji wa biashara yake. Kuwa na vipaumbele humsaidia mtu kutumia fedha kwa hekima. Kuandaa bajeti ni hatua muhimu kwenye kujenga maisha yenye nidhamu na mafanikio ya kifedha. Bajeti huwa inamsaidia mtu kudhibiti fedha zake badala ya fedha kumdhibiti yeye. Kupitia hatua ya kuandika mapato, kuandika matumizi, kuweka malengo, kugawa fedha kwa kutumia kanuni ya 50-20-30 na kuweka vipaumbele, mtu anaweza kuwa na mfumo mzuri wa kusimamia maisha yake ya kifedha, kwa sababu mafanikio ya kifedha yanategemea namna unavyopanga na kutumia fedha zako.